uchaguzi. Hivyo nawasihi sana viongozi wetu wa dini, tushikilie msimamo wa imani, udhibiti wa nafsi zetu na wajibu wetu katika kuikuza na kuitunza amani yetu nchini. Alikadhalika niwaombe katika madhehebu na makundi yenu mbalimbali muweze kuwadhibiti wale wachache miongoni mwenu walio na mwelekeo wa kuhubiri na kupandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao. Waache kufanya hivyo. Ni vyema sote tujue kuwa katika mifarakano na hasama hakuna atakayeibuka mshindi, bali kutatokea hasara na majanga. Waheshimiwa viongozi wa dini, jukumu la kusimamia amani nchini ni la serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, na kwa upande mwingine ni jukumu la wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kiasi kikubwa, ari na mori za wananchi huchochewa na maelekezo ya viongozi wao wa dini. Kwa msingi huo, nimewiwa kulitupa jukumu la ulinzi wa amani na utulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini, ila kamwe hatutomvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Waheshimiwa viongozi wa dini, najua mnajiuliza kwa nini nimechukua muda kuweka mkazo kuhusu kulinda amani na mshikamano kwa Watanzania. Nimefanya hivi ili kutoa indhari kwa dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Badala yake, viriri au majukwaa ya ibada yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa kufanyia propaganda zao. Matarajio yetu ni kuwa majukwaa haya ya kidini yatafanya kazi ya kutuliza hali na kuleta amani pale wanasiasa watakapotibua utulivu ndani ya nchi yetu. Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali, vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.